Mabwana wenye viti pamoja na Waislamu katika eneo hili, wanaume kwa wanawake, na Wakristo ambao wamejitolea tuweze kushirikiana kwenye jambo hili ambalo ni zuri la kufundishana maneno mazuri ya Mwenyezi Mungu. Hakika leo Mungu ametujalia tumefika salama, muda mzuri, na kwa wewe ni Mkristo, tafadhali mada hii naomba isikilize kwa makini. Wewe ni Muislamu, isikilize kwa makini. Walimu wako tuviulize vitabu. Je, ni ipi dini ya manabii na mitume wa Mwenyezi Mungu? Maana kusema kweli dini hizi mbili, ya Kikristo ya Kiislamu, ndizo dini ambazo zingependa kuweka mikutano ya kuelimisha watu kuliko dini zinginezo. Lakini leo imefikia pahali hata baadhi ya Wakristo hawana time kama hiyo. Lakini bila kupoteza muda, kwanza kabisa mimi hupenda kufafanua neno kabla sijaingia katika fundisho. Dini, neno dini. Naomba kwanza niuze Qur'an, ndipo niingie kwenye kitabu kimoja ambacho nitatumia simu, maana na nukuu hapa, ndielezeane nini maana ya neno dini, ndipo tuviulize vitabu. Je, sasa dini maana yake nini, na faida yake nini, na hasara yake nini? 3:99 Qur'an. Ndugu yangu, 3:99 Qur'an nasemaje? 3:99 inasema sema. Sasa Qur'an kwanza tunaiuliza, andiko linasema sema, yani wewe Muhammad sema, enyi mliopewa kitabu. maana yake Wakristo na Wayahudi. Kwa nini mnawazulia watu na njia ya dini ya Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo hapa ndani ya Qur'an imebeba vitu viwili. Inatoa ujumbe kwamba Wakristo na Wayahudi hawafai kuwazuilia watu kuingia katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ndani ya Qur'ani kipengele kilichopo ndani ya lugha ya Kiarabu kimetumika sabili. Sabili maana yake ni njia. Ndani ya mtafsiri Al-Farisi akakiweka neno sabili, akasema njia ama dini. Kwa hivyo unaposoma neno njia, elewa unamaanisha dini ama dini ni njia, kwa tafsiri ya kwanza. Naomba niweradhi ninukuu maneno machache kwa wale wanaojua lugha ya Kiarabu, maana mimi napenda kufundisha, sipendi kasumba. Ndipo nirudi kwa msomaji wangu anibagie. Kama unaichi kitabu nyumbani, maana ni kikubwa sana, nafikiri imamu anacho na mashekhe wengine, kinaitwa Lisanul Arab. Kitabu hiki ni kikubwa kidogo na kinatakikana unajua lugha ya Kiarabu, maana ndio chenye kutafsiri maneno magumu ya Kiarabu. Ulama mmoja Ibn Kathir huwa anapokuwa anarifaa anawaelekeza watu sana katika kitabu hiki Lisanul Arab. Anasema neno katika, nasoma katika mlango unaitwa Babu Dal. Babu Dal. Kenda kwa hicho kitabu, fungua katika mlango Babu Dal. Natafuta neno dini. Maana nikikurupuke nizungumzie dini bila watu kufahamu, tutawacha watu kwenye giza na tutakuwa tumefanya kazi bure, ama tutaanza hapa kuzozana na kutukanana na watu hawana faida. Nafikiri nimeeleka. Huyo bwana anasema neno dini ina maana nyingi sana. Ukisoma hata kwa huo mlango wa Babu Dal ameelezea neno dini kwa urefu mno, lakini mimi nanukuu tu baadhi ya maneno. Anasema hivi, anasema huyo bwana, wewe simu njoni kusoma Arabu. Anasema wadin ama dini, wadin sultani. Maana ya dini inaweza kawa utawala ama ufalme. Ukisikia neno dini, naomba uende kwa hicho kitabu kinaitwa Lisanul Arab katika Babu Dal. Hayo maneno yasoma yamo ndani. Anasema neno dini linaweza likawa na maana ya utawala. Naam, anaposema wadinu, na neno vile vile dinu aliwara. Neno wara ni lugha ya Kiarabu ndani kabisa inayomaanisha uchamungu ama uchamungu. Ukiwa hujui Kiarabu alichotumia huyu, unaweza ukaona huyo bwana na ni msomi mkubwa. Anasema wadinu, neno dini vile vile alikaha, manake mwenye kutumia nguvu vile vile. Dini manake wadinu
al-maasiya. Neno dini pia, ukiona mtu anafanya maasia, anafanya dhambi, hiyo ni dini yake. Yaani ukiona mtu anafanya dhambi, maasia, hiyo pia ni dini yake. Nini maana ya kuleta lugha kama hii? Maana yake nimalizia na kipengele wa dini, na neno dini vile vile kipengele kingine atwa, maana yake ni kumcha Mungu. Hivi ndio kipengele nilikuwa nataka. Maana yake nini? Kwamba dini, watu wengi wamefika pahali wanadanganyana kwamba mambo ya dini hayafai kuzungumzia. Nitafika huko. Kwa hivyo hakuna mtu asiyekuwa na dini kulingana na huyo mwanachuoni mkubwa. Hakuna mtu asiyekuwa na nini? Na dini. Mlevi ana dini, mshenzi ana dini, mpagani ana dini. Swali linakuja, hizo dini zote ni za Mungu? Hapo ndo tunaelekea. Kwa hivyo tumeona, lakini sasa ndio katika Biblia na Qur'ani nimetumia kamusi lugha ya Kiarabu. Mwalimu wangu, naomba sasa nifungulie Biblia tuulize 16:25, kitabu ni cha Methali. Anasemaje? Methali 16 aya yake 25. aya yake 25 inasema, na mwalimu wangu, 16:25. Naam, mazuri jamani, twende taratibu. Maana wakati mwingine tunafanya mikutano ya kusisimua watu pasipo kuwapatia elimu, wakitoka wamenufaika. Soma andiko. Inasema, ndio mwalimu, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Kumbuka neno dini ni njia. Ndio nimeona turudi ndani ya Qur'ani samani kidogo. Ukisoma Qur'ani sura, utaisoma hata nisome kwa kichwa. Qur'ani sura 109, kuna neno la mwisho ama aya mwisho nasema, lakum dinukum waliyadin. Nyinyi Makuraishi waliokuwa naabudu masanamu, mna dini yenu na mimi na dini yangu mimi Muhammad. Bimaana Muhammad ana njia yake na Makuraishi walikuwa na njia yake. Sasa Biblia inasema ipo nini? Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, ndio, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa hapa ndipo tumekuja kukagua. Tumeona dini ziko nyingi, kila mmoja na dini yake. Sasa kilichotuleta hapa, dini, njia ya manabii na mitume walikuja nayo ni ipi? Waislamu wakija watasema ni Uislamu. Sisi wa Kristo tunasema haiwezekani, si Uislamu. Na kila mmoja anastahili kutoa hoja, si matusi, si dharau, si kejeli. No, aya ziseme. Kwa hivyo tumeona dini ifanyaje? Ionekanayo kuwa nini? Safi machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni nini? Njia ya mauti. Yes, kwa hivyo si kila dini ni ya uzima. Hebu nipigie 12 aya hapa kwa Methali 12:25, kitabu cha Methali 12:25. 12:15 Methali 12:15. Na njia ya mpumbavu, kumbuka neno njia dini. Sasa tuweke dini ya mpumbavu imenyoka machoni pake wenyewe. Unaweza ukawa na dini ama njia ikawa imenyoka, unaipamba vizuri, unaipiga debe vizuri, unasema imenyoka, kumbe ni ya mpumbavu. Hiyo ni Biblia, tuelewane. Njia ama dini ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe. Naam, endelea kidogo malizi. Bali yeye aliye na hekima, lakini ukiwa na hekima usikiliza shauri. Unasikiliza shauri. Kwa hivyo isipambwe, kwa sababu ni nzuri, inawezekana inapamba, inapeleka watu katika mauti. Sasa swali linakuja, Waislamu wanasema dini ni Uislamu, sisi tunasema hapana, ni ya Ukristo. Nani mkweli kati yetu sisi na Waislamu? Mwalimu, hebu nisomee kwanza Waebrania, nisomee Yeremia 6:16. Unaandika huko? Na kuona Yeremia 6:16. Naam. 6:16 Yeremia. Naam. 6:16. Na anasemaje? Yeremia 6:16. 16 inasema, ndio mwalimu wako. Bwana asema hivi. Bwana sasa anatangazia, simameni katika njia kuu. yani tusimame katika dini kongwe, mkaone, tuweze kuona, mkasikilize habari za mapito ya zamani, mkaulize habari za nini? Ya mapito ya zamani. Ndio. Iwapi njia iliyo njema?
mkaende katika njia hiyo, ndio, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. naam. Lakini walisema, Wakasema nini? hatutaki kwenda katika njia hiyo. Jamani, Biblia ina maneno mazuri. Baada ya kuelewa mambo ya dini, inatuambia sasa tusimame katika njia iliyokuu. Maanake tusimame katika dini ambayo inakubalika, ambayo ni ya zamani, sio ya kubuni, sio iliyokuja ikabuniwa ikapamba pambwa. No, dini tunayozungumzia ya zamani ilikuwepo, itatuonyesha tutamtii Mwenyezi Mungu. Hatujapata jina la dini yetu, hatujapata jina la dini yetu tunayozungumzia hapa. Mwalimu upo? Naam. Sasa naomba sasa nifundishe vizuri. Hii dini hii. Maana sitaki niende huko wataniambia muda umeisha. Hii dini hii, msende mbali bila kuitaja. Mwalimu upo? Naam. Naomba unisomee Yohana 14:6. Yohana 14:6. Yaani hapa kuna aya mbili zitasoma sana. 3:19 Qur'ani, Yohana 14:6. Hizo mbili. Haya. Yohana 14:6 inasema, ndio. Yesu akamwambia, Yesu anasema, mimi ndimi njia na kweli ndio na uzima. Yesu Kristo ambaye tunamjua. Usije hapo ukasema tu Yesu, ongeza sifa ama jina la Yesu Kristo. Kristo anasema mimi ndimi njia na nini? Na kweli na uzima. Kwa hivyo Yesu ama njia yetu sisi wa Kristo inaitwaje? Kristo. Nataka nieleweke. Njia ya Wakristo inaitwaje? Kristo. Yesu Kristo ndiye njia. Sasa kuna hawa Wakristo. Hawa Wakristo ni wale wanaomfuata Yesu ambaye ni njia. Tena njia yenyewe ni ya uzima na kweli, sio njia tu iliyonyoka, sio njia tu ya haki. Sikiliza, Yesu akiwa ndiye njia, sisi tunaomfuata tunaitwaje? 9:40 Marko 9:40. Maana naambiwa baada dakika 3. Anasemaje? Marko 9:40. Naam. Inasema Marko 9:40. Naam mwalimu. Kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu. Malizia mpaka 41. Kwa kuwa yeyote atakayenywesha ninyi kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo. Aya hii utasikia itakayotafsiriwa sivyo. Ninarudia, Yesu Kristo ndiye njia. Hapa kuna watu, kuna Kristo na kuna watu. Kwa hivyo hawa watu ni wa Kristo, manake ni watu wa Kristo, ni watu wanaofuata njia ambayo ni Yesu Kristo. Usije hapo ukasema kwani kuna dini inaitwa Yesu, utakuwa wewe si msomi, utakuwa wewe una shabiki. Maana Kristo ndiye amesema mimi ni njia na kweli na uzima, na wanaomfuata wanaitwa ni watu. Sifa ya kwanza watu, kisha nini? Wa Kristo. Kama unavyoona watu wa Kenya, nafikiri nimeeleweka, ninafahamika vizuri. Kwa hivyo nimekwenda haraka kidogo kwa sababu muda hautoshi kuingia nini. Njia yetu ni Yesu Kristo aliye hai. Kwa hivyo tumekuja hapa kuwatangazia 7:7 Mathayo. 7:7 Mathayo. Inasemaje? Mathayo 7:7. Na mwalimu wangu inasema ndio, ombeni. Sasa Yesu anasema ombeni nanyi mtapewa. Ndio. Tafuteni nanyi mtaona. Sasa Waislamu tunawapa aya hii. Yesu anasema ukitafuta unafanyaje? Unapata. Ukibisha unafanyaje? Ndio mwalimu. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Na hawa wamebisha, wakanda mkutano, wakatualika iko ni kubisha na kutaka kujua. Sasa na sisi tumekuja marafiki zenu tuwapatie njia ya kweli na ya uzima, sio njia iliyonyoka ama sio njia ya sijui nini.
Mimi sitakwenda pengine, hata sikukimbia kwenye Qur'ani, lakini kwa sababu watakuja, sikilizeni aya watakayodai. Wapi aya Ukristo ni dini? Ukisikia wanasema hivyo, ushaelewa, wameelewa, wanapinga mdomo. Maana Yesu ndiye njia na Yesu ndiye dini. Wanaomfuata ni Wakristo ambao tunafaa kumfuata. Mwalimu, tujaambiwa kwamba muda umeisha, kwa hivyo naongezea. Sasa hao Waislamu umesha? Angalia mwenyewe. Dakika moja. Asante. Dakika moja nzuri. Mwalimu? Naam. Umesha? Asante sana. Mimi napenda kutunza muda. Tumefungua vizuri. Sasa subiri katika vipindi vinavyofuata, na Mungu awabariki sana. Amina. Shukrani sana. Tunaona mwalimu kwa upande wa Kristo amemaliza mada yake vizuri. Nitampongeza tu. Sehemu ya kwanza aliyoingilia kuhusiana na tafsiri ya dini katika lisano la Arab, ambayo inajulikana kwamba kamusi kabir ya lugha ya Kiarabu, ndio kamusi kubwa kabisa, na ameenda nayo vizuri kwa sababu amepitia yale maneno kwa uzuri. Sasa ikiwa ameendelea vizuri na ile kalima ya kwanza kuhusiana na lisano la Arabu, lakini haimaanishi kwamba ndio ametujulisha dini yake ni ipi au dini ya mitume na manabii ni ipi, haimaanishi. Lakini ikimaanisha ni baada ya kusikiza walimu wa Kiislamu nao wanasemaje kuhusiana na dini ya mitume na manabii. Hapa hiyo ndio mada. Dini ya mitume na manabii ni ipi? Ni Uislamu au ni Ukristo? Sasa jana alikuja akajipiga kifua, mimi anasema mimi najifakhiri kuwa Mkristo na nilikuwa Muislamu mkaacha. Sasa tukaona wacha tumuitie mwenzake ambaye alikuwa kwenye Ukristo akauona hauna maana, akaingia kwenye Uislamu. Wapambane wenyewe ili waanze kulizana yale ambayo yako kule na yale yako huku, sisi tuwasikize. Tuko na mwalimu ambaye ametutembelea kutoka Nairobi, anajulikana kama Ishaq Sasaka, na ni kijana mkakamavu sana katika da'wa. Huyu ni dai mkubwa upande za Ukamani kule Mkamba, na hapa Wakamba wako utawaongelesha kiasi. Kwa hivyo inshallah nafikiri muda, mwalimu kama mko tayari niweze kumkaribisha mwalimu katika meza au katika mic aweze kuanza mada yake rasmi. Ustadh Ishaq, karibu, muda ni wako. Mchunguze huyu mtu muone vile alivyopita. Je, ametufundisha ama ametupoteza? Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahidun ahad al-faradu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Awalan uhayyikum bi tahiyyati al-islam wal iman, tahiyyatun mubarakah min indillahi azza wa jalla, ala wa hiya salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa ndugu zetu katika binadamu wasiyekuwa Waislamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Mada nzuri tu, ipi dini ya mitume na manabii, ndio mada ya leo. Lakini mchungaji aliyetoka hapa mpaka ametumia muda wake umekatika, sijasikia Yesu alikuwa dini kadhaa, Musa alikuwa dini kadhaa, Ibrahimu alikuwa dini kadhaa, kwa hivyo nyinyi Waislamu fuateni hii dini. Sijasikia. Ile kitu ambayo nimesikia ni Kristo ni dini, kwa hivyo dini yao inaitwa Kristo. Lakini pasta nikamshangaa, yaani mpaka apatiwe sifa ya upasta na aongoze kanisa, mpaka leo Biblia haielewa. Kwa maana neno Kristo sio jina la mtu wala sio dini. Kristo maana yake nini? Ukurasa wa 282 kitabu cha Biblia. Nini maana Kristo?
yake nini? Pastor, usidanganye watu kwamba Kristo ni dini. La, that is a title, it's not a religion. Ushindwe katika jina langu. Twende. Tembea haraka haraka huko. Safi. Naam. 282 ukurasa. Ndio. Inasema Biblia. Neno hili Masihi kwa Kiebrania, kwa lugha wa Ibrania, maana yake ni nini? Ni mti wa mafuta. Mti wa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta. Asante. Ili awe mfalme. Kwa hivyo mfalme wa Ibrania anamuita Masihi au kuhani. Kuhani wa Ibrania anamuita Masihi au nabii. Au nabii wa Ibrania anamuita Masihi. Kwa Kiyunani, kwa lugha ya Wagiriki ni Kristo. Kumbe Wagiriki wanaita mfalme, nabii, kuhani anamuita nani? Kristo. Kwa hivyo Mwibrania, Mgiriki akija Kenya, umwambie Uhuru Kenyatta ni rais wetu, ndio kiongozi wetu, atamuita Kristo kwa lugha yake. Hii ni title, it's not a religion. Pastor vipi? Atajua tu. Utanielewa tu. Mada ambayo iko hapa, ipi dini ya manabii na mitume? Ama nabii walikuwa dini ipi? Hiyo ndio kitu ambacho cha msingi. Nikasikia imetoa Yohana 14:6 Yohana. Asema Yesu asema, hebu soma hiyo andiko, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Nje ya mimi maana yake nini? Kuna vitu ambavyo unafaa kuelewa pale. Sisi Wagamba tuwafunze nyinyi Kiswahili na wala fikiri umezaliwa Mombasa. Mbona tupatia taabu hivi? Kuna vitu unafaa kuzielewa katika lugha. Hebu soma andiko nimsaidie. 14:6. Naam. Mimi ndimi njia. Yesu asema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. This is a language. Hii ni lugha. Mwalimu wa class 8 akiambia wanafunzi mimi ndimi njia ya kwenda form 1, hata lala wanafunzi wapite juu yake waingie form 1. La, ni kwamba nawaambia na class, mkinielewa na mkasikia mafundisho mkanielewa, mtapita mtihani, mtaenda form 1. Kwa hivyo Yesu aliposema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu endi kwa Baba, ina maana kwa Mungu mpaka apite kwangu. Maana yake ukisikia mafundisho ya Bwana Yesu utafika kwa Mungu, si kwamba yeye ndio njia ndio maana dini. Wewe pastor namna gani? 11:29 Mathayo, twende. Inasema na jitieni nira yangu. Yesu asema take my yoke, mjifunze kwangu, and learn from me. Jitieni nira yenu mjifunze kwangu. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni mwalimu, tujifunze kwake. Kwa nini? Kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. 12:14 kitabu cha Marko. Marko 12. Anatafuta kalamu sasa, ameingia kwenye class. Ulikuwa ujui hapo, umeingia katika university ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani ukija hapa lazima uwe mwanafunzi tu. Twende, lazima tu. Inasema hata walipofika ndio walimwambia mwalimu Yesu, tunajua ya kuwa ndio wewe mtu wa kweli. Kwanza Yesu alikuwa ni mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu. Teremka. Kwa maana hutazami sura za watu. Maliza. Lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Kumbe Yesu alikuwa akifunza njia ya nani? Ya Mungu. Na pastor amesema njia ni nini? Ni Yesu. Kumbe Yesu pastor ametufunza kwa Kiarabu, akatuambia njia ni nini? Ni dini. Kumbe Yesu alikuwa anafunza dini ya nani? Ya Mungu. Sasa pastor amekuja hapo tuambie hii dini ya Yesu ambayo Yesu alifunza inaitwa aje? Yaani mambo matamu. Kisha baada ya hapo akasema dini ziko nyingi. Ni kweli, lakini katika dini zote hizo Mungu akapiga rubber stamp. Qur'an sura Toba ya 9 aya yake ni ya 33. Dini ziko nyingi tu, ziko nyingi. Inasema ukienda kule kwetu Kambani kuna ingine imeshuka, wao waende hospitalini, mtoto akiwa mgonjwa kuombewa, kifo naambiwa basi inaisha hivyo, hakuna kwenda hospitali.
chifu akaingilia kuambia wacheni ujinga wewe. Mtoto kwa mgonjwa kliniki pale pelekeni pale ama tuwafunge. Yaani dini mpya. Ukiwa mgonjwa hakuna shindano, hakuna panada, hakuna cha nini. Ile ukafonokia ukambani kitu yuko. Wakristo mna balaa, mnaziwa kila kuchao. Twende hatari. Sura 9:33 inasema. Inasemaje? Ndani ya Qur'ani Karim, kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Teremka. Inasema yeye ndiye, ina maana Mwenyezi Mungu ndiye aliyemleta mtume wake. ndio Kwa uongofu na dini ya haki. kwa uongofu na dini ya haki Ili aijalie kushinda dini zote. Japokuwa ndio makafiri watachukia. Kwa hivyo pasta ni mkweli, amesema dini ziko nyingi, lakini katika zote Mungu ailete moja tu ili iwe top 10, iwe tu kuliko zote. Ambayo dini gani hiyo? Qur'an sura ya 3 aya yake ni ya 19. Kaitaja mwenyewe. Inasema twende. Bismillahirrahmanirrahim. Bila shaka, bila wasiwasi wowote, dini ya haki, tunasema deep minded. Dini ya haki, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ni Uislamu. Unasikia pasta? Rano, ukikuja hapa tu tuambie dini ya kweli ni Ukristo. Yaani hii kazi unatoa na wapatia Waislamu, tunarudi kanisani. Na unajua kuimba nilikuwa mwimbaji mzuri sana wa kanisa New Apostolic Church. Na kuimbia unaokoka. Ukitoa tu Ukristo dini, hata si ya Mungu ni kazi kubwa nimekupa. Ukristo dini. Yaani hiyo ikitoka Waislamu kwa elini, sio Qur'ani, kwa Biblia. Ikitoka tu Ukristo ni dini. Hata usiweke ya Mungu, Ukristo ni dini kwa Biblia. Hiyo kilete na wapatie Waislamu kanzu yao, tunarudi kanisani kutembea na Yesu. Mimi napenda kumbe ni fea sina. Unaona? Mada nzuri. Mada ambayo iko hapa, ipi dini ya manabii na mitume? Allah anasema ndani ya Qur'an 42:13 Qur'an. Sikiza elimu sasa. Twende. 42 ndio 13 inasemaje? Inasema ndani ya Qur'ani Karim, amekupeni sheria ya dini ile Mungu huyo ndio aliyemuhusia Nuhu. Hiyo dini ilipatiwa Nabii Nuhu. Tulia. Nabii Nuhu alipatiwa dini gani? Qur'an 78:28. Twende haraka. 71:28 Qur'an. 71:28. Teremka haraka. Nimefika muda wangu huo. Inasema nao Mola wangu, anza 26 na Nuhu akazidi kusema. Kwa hivyo anayezungumza hapo ni nani? Nuhu. Twende 28. Mola wangu niufirie mimi na wazee wangu, nisamehe mimi na wazazi wangu na kila aliyeingia nyumbani mwangu hali ya kuwa ni nani? Ni Muislamu. Ala, kumbe Nabii Nuhu alitangaza nini? Uislamu. Rudi 42:13. Na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Ndio. Wala siwazidishie madhalimu ila maangamizo. Kwa hivyo tunaona Nabii Nuhu alikuwa ni nani? Muislamu. Twende 42 hapo. Amekupeni sheria dini ile aliyemuhusia Nuhu. Ndio tunaona Nuhu alikuwa ni Muislamu na tuliyokufunulia wewe. Ina maana wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifunuliwa dini gani? Qur'an sura ya 9 yake ni ya 102. Twende 9. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teremka haraka wewe. Inasema naam 102. Yaani kuwa Muislamu ni raha. Allahu akbar. Twende wewe. Qur'an sura ya 3 aya 102. Ndio nachangaa inakujaje sura ya 9? Imrani hiyo. Naam. Imrani inasema naam 102. Ndio. Inasema teremka. Mnaamini Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Asante. Wala msife isipokuwa umekwisha kuwa Waislamu kamili. Kwa hivyo inasikia wewe, ina maana Nabii Muhammad alipokuja katuambia tusiondoke duniani mpaka tuwe nani? Waislamu. Kumbe huyu Muhammad katangaza nini? Uislamu. Nuhu katangaza nini? Uislamu. Teremka na Qur'ani. Amekupeni sheria dini ile aliyemuhusia Nuhu. Nuhu alikuwa Muislamu, tumeona. Na tuliokufunulia wewe. Ina maana Nabii Muhammad ametangaza Uislamu, tumeona. Na tuliowahusia Ibrahimu. Tulia, hiyo dini ikahusiwa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa dini gani?
ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin. Qur'an sura ya 3 aya yake ni 67. Twende. Inasema Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo, hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo, hakuwa Myahudi wala Mkristo. Maliza. Lakini alikuwa mwongofu, tena mtii, wala hakuwa katika washirikina. Piga maelezo yake hapo ya 68. Inasema kwani dini aliyokuja nayo Nabii Muhammad, kwani dini aliyokuja nayo Nabii Muhammad, kwani dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu ndio inafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Asante. Dakika 3. Twende. Na hiyo ya Nabii Musa, na hiyo ya Nabii Musa, na ya Nabii Isa. Ina maana Yesu ilikuwa vivi hivi kabla ya kuharibiwa na Mayahudi na Manaswara. Kumbe dini ya Yesu, Musa, Ibrahimu na Muhammad ni ngapi? Moja. Amaliza Qur'ani 42:13. Twende. Inasema na amekupeni sharia ya dini ile aliyomuhusia Nuhu, ndio, na tuliyokufunulia wewe. Asante. Na tulimhusia Ibrahimu na Musa na nani? Na Musa. Kumbe pia Musa alihusiwa nini? Uislamu. Wapi Musa katangaza Uislamu? Qur'an sura ya 10 aya yake ni ya 84. Sura ni ya 10. 84. Twende. Inasema na Musa akasema enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye. Kama nyinyi ni Waislamu kweli. Tulia. Kwa hivyo Nabii Musa alikuwa ni nani? Waislamu. Tunaenda kwa kidume wa mwisho sasa. Maliza hiyo Qur'an. Na amekupeni sharia ya dini ile aliyomuhusia Nuhu. Asante. Na tuliyokufunulia wewe. Na tuliyohusia Ibrahimu na Musa. Ndio. Na Isa. Tulia. Na nani? Na Isa. Na nani? Na Isa. Isa ndio nani wanamuita wa Kristo? Wanamuita Yesu Kristo. Kumbe pia Yesu Kristo akauziwa dini gani? Hiyo moja. Swali, Yesu alikuwa dini gani? Qur'an sura ya 3 aya yake ni 52. Sura ni ya 3 aya yake ni 52. Teremka haraka. Nasema aya 52 kwa wale wenye kuandika. Lakini Yesu alipoona ukaidi wao umeshtadi, alisema nini? Nani watakuwa wasaidizi wangu kuendea katika kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema nini? Sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Maliza. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Wanafunzi wa Bwana wao tumemwamini Mwenyezi Mungu. Na mshuhudia ya kwamba, na wewe Yesu ushuhudia kwamba sisi tumejisalimisha. Ina maana wanafunzi wa Yesu ni kina nani? Ni Waislamu. Aliyofundisha Uislamu ni nani? Ni Yesu. Kumbe Yesu alikuwa ni Uislamu. Tumejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Pastor, tunataka elimu kama hii, elimu bora, sio bora elimu. Pamoja Pastor, elimu kama hii. Tuacha manabii walikuwa dini gani? Kitabu kiko wazi, tena Allah ameshatuwekea wazi kabisa ndani ya Qur'an, mpaka dini kapatiwa. Sasa Yesu huyu ambaye Wakristo wanamsingizia kila wakati kwa mujibu wa Biblia, alikuwa ashatupatia tahadhari kuhusu Wakristo. Akasema namna gani? Hebu nipigie kitabu cha Mathayo hiyo. Basi asema nimsamehe. Waislamu, nimsamehe na nisimsamehe? Tuendelee na tusiendelee? Haya, muda umeisha. Pastor asema sasa unanigusa wapi? Asikugusi Pastor, nimekuachia chema na nimekuachia. Wacha niachie pale, imebaki kipengele cha dakika 10. Nitafikizwa upande wa pili inshallah. Tutarudi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Waislamu, raha si raha. Haya ndio mafunzo. Kwa sababu mada dini ya mitume na manabii. Si tumesikia dini ya mitume na manabii kuhusiana manabii wote, lakini upande mwingine bado hatujasikia. Dakika ambazo zinafuata ni 10 za kuweka sawa, alafu wengine dakika 10 kisha tuingie kwa maswali. Karibu mwalimu, muda ni wako. Asante sana bwana mwenyekiti. Jamani, Wakristo wazuri wetu hatuna mambo mengi. Waislamu na Wakristo, huyo bwana aliposimama anasema alikuwa paya master, na anasema anajua Ukristo na anajua Uislamu, na amewasomea Waislamu Qur'an, na akasema takbir,
mimi sitatoa aya nyingi. Hayo yote alikuwa akizungumza ni sauti tu, sijasema ni kelele, ni sauti tu. 43, 42, 13 Qur'an. Haya, sikilizeni jamani wa Kristo, ule uongo ambao unafundisha kila siku. 43, 42, 13 Qur'an. Sikiliza sasa. Naam. Leo nakuja kuambia sasa haya ni mafundisho gani? Wewe soma andiko, mtoto mdogo wewe. Inasema Na wali amekupeni sharia ya dini ile ile. hii aya ameisoma karibu mara 5 ukiandika. Amekupeni dini, amekupeni sheria ya nini? Ya dini ile ile. Tuliyomhusia Nuhu. Uongo. Malizia. Na tuliyokufunulia wewe. Uongo. Na tuliyowahusia Ibrahimu. Uongo. Na Musa. Uongo. Na Isa. Uongo. Yes. Tena nasema hivyo kwa kauli thabiti. Hii aya kama ni ya ukweli 5:48 Qur'an. Maana watasema anatukana, situkana. Nataka kuonyesha mwalimu wenu mbichi lakini kijana mdogo. Soma andiko. Inasema Suratul Maida. Suratul Maida. Sikilizeni kule nasema Allah anasema amekupa sheria ile aliyomhusia Nuhu, Ibrahimu, Musa na wengineo. Aya 5 nasemaje? Inasema Ndio mwalimu wangu. 48 ile. Inasema na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Mwalimu anataka kusadia tai. Kinachosadikisha vitabu Ndio vilivyokuwa kabla yake sana, na kuhukumia kama haya ndiyo yaliyoharibiwa ndio au ndiyo yaliyosalimika sana. Basi sikilizeni, basi wahukumu baina yao kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu. Ndio, wala usifuate matamanio ya kwao sana, uacha haki iliyowafikia na kila umma. Haya, tulia sasa. Hii sauti yote sije ilikuwa ni nini, lakini nafikiri amesafiri anchoka. Na kila nini? Kila umma katika nyinyi binadamu ndio tumeujalia nini sharia yake na nini na njia yake. Hapo sipige takbir. Kule nasema sheria ni moja ya Nuhu, ya Ibrahimu. The same Quran chapter 5 verse 48 inasema no, kila umma una nini? Una sheria yake na nini? Na njia yake. Na nini maana ya njia? Maana yake dini. Kwa hivyo kila umma una nini? Una dini yake. Huyo alikuwa anafundisha nini? Taarifa. Nilikuwa kwa master. Hii ndio elimu bora. Sasa hiyo si elimu bora kabisa. Ndio naona hata wamenyamaza. Kaandikeni mkisome nyumbani. Mwalimu, naam. Sasa hiyo nimemaliza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Akaja akasema mwenyekiti akaweka akasema sijasema ni dini nini. Huyo kasema kwamba Yesu Kristo, naam, Kristo ni jina. Mimi sijasema kwamba jina ndio nini? Ndio dini. Nimesema huyo Yesu Kristo ndiye nini? Ndiye dini. Sasa huyo vipi? Nafikiri ameelewa. Huyo Kristo Masihi huyo ndiye njia na kweli na uzima. Sijasema cheo, sijasema jina. Hivi huyo bwana nafikiri amechoka. Shabani nafikiri utamsaidia leo, yeye ataingia kesho. Najua kudrive kutoka Nairobi si mchezo. Ndekana wamejiandaa, kwa hivyo Shabani utamsaidia, yeye ataingia kesho kwa mada nyingine. Mwalimu akaja akasema sikutangazia kwamba ukuzo ni nini. Wacha kidogo 3:29 wanayojua Wagalatia amemsingiza Ibrahimu 3:29 3:29 kitabu cha Wagalatia kinasemaje? Kinasema na mwalimu wangu ngoja kidogo Wagalatia na kama nyinyi ni Wakristo. Sikilizeni, hiyo ni Biblia sio Qur'ani. Na kama nyinyi ni Wakristo kama inasema ndio, na kama nyinyi ni Wakristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa na ahadi. Kumbe Wakristo ni uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Na wanarithi nini? Ahadi za Ibrahimu. Hivyo ndio hakufundishwa hivyo. Musa vipi alikuwa wapi? Msikitini, kanisani. 7:35 Matendo ya Mitume inasema. Na mwalimu wangu 7 Matendo ya Mitume. Naam. Huyo kijana mdogo huyo hapa anaandika kuna mkono utauma huko ndani. Soma andiko kijana. 7 ngapi mwalimu? 7:35 Matendo. 35. Inasema ndio. Nafikiri 37 nzuri. Nasema anza 37 kwa sababu ya time.
Inasema yeye huyo Musa ndiye aliyekuwa katika kanisa. Musa alikuwa wapi? Kanisa. Alikuwa wapi? Kanisani. Wapi? Jangwani. Kwa hivyo kwa mujibu wa Biblia Musa alikuwa wapi? Mkristo. Kwa hivyo sijui kama Musa anakuwa Waislamu anakuwa kanisani ama wapi. Kitu kilichopo amekuja kutoa aya ya kuthibitisha Muhammad alikuja kufanya kazi gani. Mimi sasa tusome uliosoma na kuongezea pili 61 verse 9 Quran. Mimi namsomea huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau kara. Soma ndiko. Yaani amekuja kufanya biashara. Inasema yeye ndiye aliyemtuma. Sasa Uislamu umeukuta Ukristo, na hata Muhammad mwenyewe aliposema amejitangazia utume alikwenda kwa bwana mmoja anaitwa Waraka bin Nawfal wa kana atanasara, na alikuwa ni Mkristo. Jamani, tuwafundishe mpaka history. Waraka bin Nawfal ambaye Muhammad kenda kwake alikuwa si Muislamu, alikuwa ni Mkristo. Uislamu umekuja kufanya kazi gani? Soma ndiko. Yeye ndiye aliyemtuma. Nani? Aliyemleta. Nani? Mtume wake Nabii Muhammad. Ndiyo. Kwa uongofu na kwa dini ya haki. Ili kuifanya ishinde dini zote. Kumbe dini ya Uislamu imekuja kupinga. Sasa lazima ipinge kila dini, iseme Uislamu ndio dini, na tutakuja kufika huko. Mimi sipendi kwenda kwingine mpaka nifafanue. Kwa hivyo wakipigia debe wako sawa, maana ni kupinga. Tukiwaambia Ukristo ni njia wanapinga. Wanasema hapana, ni mpakwa mafuta. Haya sawa. Huyu aliyepakwa mafuta akaitwa Masihi ni nani ndani ya Qur'an? Sasa mmekubali ni Isa kumbe. Sasa tunamaliza kazi. Ambaye ni Isa sasa yeye amesema mimi ndiye njia na kweli na uzima. Hao ni wazuri hao, wamekubali huko nyuma ni Isa. Sasa mnanisumbulia nini? Mbona mnamfanya nichoke haraka? Mwalimu, nipe 5:35 Qur'an. 5:35. Ndiyo mwalimu. Nimalizie muda wangu. Inasema kitabu ya dakika 3. Nzuri. 5:35 Qur'an. Watu nyingi inasema. Ndiyo mwalimu. Enyi mlioamini, enyi Waislamu, mcheni Mwenyezi Mungu. Kwanza mjamcha, mnaambiwa mche Mwenyezi Mungu. Na tafuteni njia. Waislamu wanaambiwa watafute nini? Watafute njia. Na wanakuambia wako na nini? Wako na njia. Sasa wewe vipi? Allah anawaambia kwanza mche, amjamcha. Namba 2, tafuteni nini? Njia. Maana ukiambiwa tafuta huna, hamna dini. Na ndio naona Waislamu kila siku ndani ya swala wanaswali mara ngapi? 5. Salatu al-fajr, salatu al-dhuhri, salatu al-asr, salatu al-maghrib, salatu al-isha. Wanasema nini? Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hapa nafika ihdina as-sirata al-mustaqima. Wanaomba mara ngapi? Karibu 17 kila siku. Wewe Allah tuongoze katika njia iliyonyoka. Kwa maana Waislamu hawana njia, ndio wanaomba kila siku Allah aongoze katika njia iliyonyoka. Soma andiko mwalimu. Hilo. Njia gani? Inaendelea kusema. Ndiyo. Nilikuwa nimeshafunika kwa jina. Inasema. Wanasema ni maji. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha. Kwa maana waliotangulia. Njia mnaombiwa muongozwe sio ya Waislamu, waliotangulia ni Wakristo. Kila siku mnaomba, na ukitaka kupinga 2:62 Qur'an. Unasema 2:62. Yaani kila ukikataa na kupandiko. Soma andiko mwalimu 2:62 Qur'an. Inasema 2:62. Naam, sadaka. Kitabu cha Qur'an. Alladhina amanu walladhina hadu wan nasara wasabiina man amana billah. Nakumalizia kusoma andiko. Katika walioamini. Katika nini? Katika walioamini. Ndiyo. Mitume ya zamani huko. Mitume ya wapi? Ya zamani. Kwa hivyo kabla ya Wakristo, soma andiko. Na Mayahudi. Kwa hivyo Wayahudi walikuwepo zamani, na Wakristo. Kwa hivyo Wakristo walikuwepo nini? Zamani. Na hao wanaomba uongoze katika njia ya wale waliofanyaje? Waliokuwako, waliotangulia. Sasa mlikuwa mnakataa. Ndio sisi tumekuja kuwaonyesha kwamba Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Mkinipa aya moja ndani ya Qur'an, Uislamu ni dini ya kweli na uzima. Sikiza kipengele. Ukiniambia inna dina inda Allah al-Islam, hata ndani ya Qur'an hakuna hiyo haki. Aya inasema inna dina inda Allah al-Islam. Hakuna neno haki. Kama ipo ndio hapo kasome. Hivyo mambo yanakwenda hivi.
Upo mwalimu? Nipo. Sasa njia ni nani? Yesu Kristo aliye hai. Uko mwalimu? 12 Waebrania. Mwalimu ndio umeisha. Unajua sisi Yesu ametufundisha uadilifu. Na Mungu awabariki sana. Asante sana. Kwa hivyo inshallah nafikiri hapa kuna maswali manne. Tuwasikize vizuri walimu. Mwasikize vizuri walimu. Kuna mama Kazungu anauliza maswali haya. Mama Kazungu anauliza maswali. Kukaa na bibi bila ya ndoa ni sawa? Nafikiri ni swali ambalo linafaa kujibiwa pande zote. Wakristo wajibu kama wanaweza kukaa naye, kisha wakishaelewana vizuri, kwa vile ni mshirika kule, anaweza kukaa naye alafu baadaye ndio wakaoana pia na miaka 50 aweza kajibu labda. Na Waislamu nao wajibu, je, kuna kuhalana ama mpaka ndoa mwanzo? Sawa? Swali la pili, ndugu zetu wa Kristo ndoa zao Mungu huzikubali? Ili swali nafikiri wanafaa kulijibu wao wenyewe. Ndoa zao wanazikubali? Alafu kama kuna crash tunaweza tukaiona labda hatari kubwa sana. Swali la tatu. Pamoja walimu, swali la tatu. Waislamu waendao kwa Ezekieli kuombewa ni sawa? Nyundo hiyo. Swali la 4. Wakristo huingia kanisani na viatu. Je, ni sawa? Sawa, twende kwenye swali la kwanza. Dakika 3 naona. Sawa. Kukaa na bibi bila ya ndoa ni sawa? Labda pengine si mwalimu unatoka hapo aanze. Sawa? Najua tatu. Naomba radhi kwa sababu mwenyekiti amependekeza maswali yajibiwe, ingawa yako kabisa ndani ya nje ya mada, lakini kinidhamu aliyeuliza ni mtu mzima, na tukitoka bila kumjibu tutakuwa tumekuja kufanya ushabiki. Na mimi katika mikutano yangu sifanye ushabiki. Maana ingekuwa ni ushabiki, yapo nje ya mada. Hapana bwana, watu wana masomo mbalimbali. Kisema kweli, swali kama nimelikamata vibaya unaweza kanirekebisha. Kukana mwanamke sasa tuseme kiukristo, si ni kweli? Kiukristo. Na kabla usijinisabia Waislamu hawa jamaa zenu wamefilisika. Hivi vyombo mwanulie betri ama tuwaletie vyombo vizuri, maana msikiti huu mnatoa zaka, lakini najua Waislamu bakhili kama nini. Mpaka hizi betri zikufa, tunaona zimekufa. Sawa. 1 2. Ndio nasi. Maana jamani usinisabia kwanza mwenyekiti tafadhali. Asante. Maana tutaumia kidogo. Kwa wajua tena wewe. Unajua bado na wao sisi ni moja. Hiyo Qur'an nakupa ruhusa fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha. Wewe moja mwenyewe bala. Umetamani hiyo. Na tamani nini? Mwili wangu mwenyewe unanitosha hivi. Sasa najibu swali na naomba tueleweke kwamba limeulizwa, nafikiri nimesema ni mama moja ameuliza na ni heshima kubwa. Jambo la kwanza naomba tuelewane, katika Ukristo wa Biblia, wa nini? Wa Biblia hauruhusu mtu kukaa na mwanamke bila kufunga ndoa ya halali inayokubalika. Hili halina mambo mengi. Tumekubaliana. Nimesema Ukristo wa Biblia. Ukristo wa kubuni unaweza kukaa nayo kaza naye. Na ndoa hii haijafungwa hivi kienyeji kwamba tumekutana barabarani, mimi nakupenda, twende. Ina utaratibu wake. Utaratibu wa kwanza, mwalimu, Biblia ipo? Kwanza nipigie 19:15 Kumbukumbu la Torati nimalize. Kwanza nimejibu, muelewe ni haramu, hairuhusiwi Mkristo kukaa na mwanamke bila kufunga ndoa kwa mujibu wa Biblia. Soma andiko mwalimu. 19:19 inasema. 19:15 Biblia, Kumbukumbu. Kumbukumbu la Taurati. Ndio. Inasema. Naam.
shahidi mmoja asimuinukie mtu awaye yote, Ndiyo. kumshuhudia kwa uovu wowote, Ndiyo. wala kwa dhambi yoyote, Ndiyo. katika makosa akosayo Ndiyo. yoyote. Ndiyo. Jambo na lithibitishwe lishuhudiwe kwa vinywa vya mashahidi wangapi? wawili Ama au watatu. Hiyo ndio. Kwa hivyo unapotaka kufunga ndoa ya Biblia, si lazima pawe na mashahidi. Si mashahidi hivi wa kuokota barabarani, waadilifu wazuri, hiyo ndio inakubalika. Ndio naona tunakwenda kwa pasta, ama tunakwenda before kwenda kwa muda wangu, kabla tuja kwenda kwa pasta, kuna utaratibu wa kwenda kwa wazee. Maana ndoa hiwa haianzie kwa pasta, kwanza ni makosa. Ukienda kufunga ndoa kwa pasta kabla hujamalizana na wazee vizuri wenye kuzaa msichana, hiyo ndoa pia ina matatizo. Kwa hivyo ndoa inaanzia pale, baba, mama na waliopo wamekubali na msichana bila kulazimishwa. Hiyo ndio ndoa na utaratibu. Kwa hivyo kwenda kwa pasta kule tu ni kumaliziwa. Si kama nimeeleweka? Kuna umeulizwa hivyo ama kuna kipengele kingine? Kuna swali la pili. Kwa hivyo nijibu kwanza yote, sio? Moja. Sawa. Asante sana. Nashukuru. Naam, swali hilo nafikiri mwalimu wa Kikristo amelijibu vizuri sana kwa mujibu wa maandiko. Na tutapicha mwalimu wa Kiislamu naye afundishe, je, Uislamu unasemaje kuhusiana na ndoa au watu kuishi kimada bila ndoa? Uislamu unaruhusu? Ustadhi Ishaq, dakika 3 pia wewe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza pasta amejibu kwa kadri ya elimu yake, ingawa katika Ukristo hakuna kuoana. Narudia tena, katika Ukristo hakuna kuoana, na kama kuna kuoana watuambie wapi katika Biblia kuna sheria kuoana, ama ni wapi Mungu asema oeni katika Biblia? Hakuna. Hebu sikia Qur'an sura ya 4 yake ni ya 3. Twende. Katika Ukristo muoane nyinyi mnaishi, na kama iko tuambie kwa mujibu wa sheria gani katika Biblia, which verse in the Bible inaruhusu Mkristo muoane? Which verse in the Bible? Because mimi nilikuwa ni Mkristo, nimezaliwa katika Ukristo, nikalewa katika Ukristo, nikasomea katika Ukristo, mpaka saa hii babangu ni bishop mkubwa wa kanisa New Apostolic Church. Hawa mashekhe wanajua, hata huyu pastor anajua. Mpaka leo babangu ni bishop mkubwa wa Ukambani, makanisa 17 kwa chini ya mzee. Wapi katika Biblia mnaruhusiwa muoane kama hiyo? Twende. Hatari sana. Wanaita kamaustay. Twende. Hatari. Inasema na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, asante, asiogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Sawa. Basi oweni mnaowapenda katika wanawake. Sikia language. Basi oweni mnaowapenda katika wanawake. Twende. Madam mtawafanyia insafu. Teremka. Wawili. Tena sika moja pasta. Kama taa bodaboda. Kama vile taa pikipiki kizimika na unazima. Hatari sana. Twende. Au watatu. Au wanne. Au wanne tu. Na mkiogopa. Na kama vile pasta anasema angalia kama mwili kangu. Au kuli maziwa angamia. Hatari. Na mkiogopa kuwa muwezi kufanya uadilifu. Fanya nini? Basi wewe ni mmoja tu. Wewe baki na kama moja tu, si lazima. Na wanawake wenyewe wako sampuli 4. Hakuna ya 5. Utapata nyeupe, refu, fupi, nzito. Ushanielewa vizuri? Ina maana kuna nyembamba, kuna nzito ile trailer, kuna refu, fupi, nyeupe, nyeusi. Si imeisha? Ukiona ile nyembamba unajua tayari iko nyumbani. Ile tractor iko nyumbani. Ukiona rangi ya mtume iko nyumbani. Rangi ya Bilali iko nyumbani. Si imeisha? Ya 5 ni gani? Hakuna. Lakini pasa ukibaki na kama moja tu, ukiona ile refu kama ngamia unaanza kufuka macho namna hii. Roho mtakatifu gani? Wakristo tunawapenda sana, lakini karibuni katika haki. Uislamu ndio dini ya kwetu. Tuna furaha. Hakuna sheria katika Biblia inasema oweni. Yesu mwenyewe katika Biblia hakuna mahali ameambiwa Kristo oweni. Kwa hivyo hizi ni vitu ambavyo mnabuni tu wenyewe, umejiwekea, lakini katika Biblia from Genesis up to Revelation hakuna mambo ya kuoana katika Ukristo.
because nilikuwa huko. Lakini katika Uislamu tunaambiwa oweni mnaowapenda katika wanawake. Nafikiri swali lishajibika upande wa kwetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Swali namba 2. Hatari kubwa sana. Sasa hili swali limeulizwa hapa lingine lakika kwamba ushawajibia, lakini wacha wajibu wenyewe. Ndugu zetu wa Kristo, ndoa zao Mungu uzikubali? Yapo hapo ndani. Haya, tusonge mbele. Na Waislamu wanaoenda kwa Ezekieli kanisani ni sawa? Sawa? Na Waislamu wanaenda kuombewa kanisani ni sawa? Nafikiri moja kwa moja Ishaq. Sawa. Haya, Hapo kuna crash ya nguvu. Haya. Waislamu wanaenda kuombewa na Ezekieli ni sawa? Si sawa. Kwa sababu gani? Jambo la kwanza, Ezekieli ametangaza yeye ni nabii. Nabii. Kwa mujibu wa Qur'ani, hebu 33:40 Qur'ani. Ahzab. Naam. 33:40 Qur'ani. Sikiza vizuri. Yaani wewe Muislamu utakuwa umekosa akili na akili yako imeingia mafuta taa Sana. unapokwenda kumsikiza mtu kama yule aliyetangaza kwanza ni nabii. Wewe kwanza Qur'ani yako umechukua umekanyangia chini. Kwa nini? Hata manabii alikuwa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada yake huyo hakuna mtume. Sasa vipi Qur'ani ishakwambia wewe Muhammad ndio mtume wa mwisho, alafu mtu asimama aseme mimi ni nabii, alafu uende kwake ukaombewe? Wewe utakuwa akili yako imeingia mafuta Muislamu. Twende. Inasema Naam. Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu, twende, bali yeye ni mtume wa Mungu, ndio na mwisho wa mitume. Baada ya huyo hakuna mwingine atakayekuja kata manabii. Huyu ndio mtume wa mwisho, hapatikani mwingine. Sasa ukienda kule ni makosa. Ya pili, katika sheria ya Biblia kadhalika imeweka sheria zake. Hebu 13:1 Kumbukumbu ya Torati. Hatari. 13:1. Kumbukumbu ya Torati. Inasema Naam. 13:1 inasema, Inasemaje? ukizuka katikati yako nabii, Ikitokea katikati yenu nabii au mwotaji wa ndoto, au mwenye kuota ndoto, akikutolea ishara au ajabu, yani ikitoka ishara na au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia. Asante. Akisema na tuifate miungu mingine usiyoijua, tuitumikie hiyo, ndio wewe usiyasikize maneno ya nabii yule. Biblia imekataa. Kwa nini? Jambo la kwanza, Ezekieli imani yake Yesu ni Mungu. Hiyo ni imani yake, anaamini Yesu ni Mungu. Biblia inasema akitokea katikati yenu nabii, kisha huyo nabii akafanya ishara ikatokea, akafanya hivi ikafanyika, akisema na tuifuate miungu mingine tusiyoijua, Mungu asema usisikize maneno ya huyo nabii. Sasa swali linakuja hapa, Ezekieli anaamini ya kwamba Yesu ni Mungu, ina maana nabii Isa ni Mungu. Wewe Muislamu umefundishwa na Qur'ani Isa ni mtume. Wa itikala Isa bin Maryam ya bani Israeli inni rasulullahi ilaikum. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Alafu huyu nabii amezuka aseme Yesu mwenyewe ndiyo Mungu. Alafu wewe ni kupiga magoti uombewe. Hiyo maombi inaenda wapi? Hata kwa baa haipiti. Haya, muda. Ina maana huo ni ushirikina. Ukienda huko ni mushriki. Sasa umeenda kwa mganga. Kabisa. Huo ndio ukweli. Tunaweza tukamuita mganga. Swali linalofuata. Wakristo wanaingia kanisani na viatu ni sawa? Karibu Timotheo. Kwanza nashukuru mwenye kuuliza maswali, isipokuwa maswali yameulizwa kisha Mwalimu Sasaka akaleta mada. Mimi sikutaka kwenda huko. Mimi nilikuwa nafikiri nimesimamishwa kujibu nini. Akasema huyo mwalimu wenu huyu
Na hili ndio tatizo katika Uislamu. Mtu ametoka katika Ukristo, badala ya mumfundishe dini mnamwacha, anabaki hajui. Ndoa ya Kikristo, Mkristo akifunga ndoa ya Kikristo, huyo Mkristo akasilimu, takuelewe na kufundisha pekee sasa, akasilimu, ndoa ya huyo Mkristo katika sheria za Kiislamu ni halali. Sasa ulikuja kusema kubariki. Umesema jamani Waislamu, nyinyi mfundisheni hao watu hawa. Ndoa inayofungishwa na Uislamu kama mtu kasilimu ni yule ambaye alikuwa Mkristo akatoka katika Ukristo, hajafunga ndoa, akasilimu, hasa hapo wanamfungisha, lakini ile ndoa yake ile ni halali. Sasa ukitaka hiyo mada, mimi nitakubali kama mmefilisika, mkutano huu ni usimamie siku 2 mfululizo, tuweke hiyo mada hapa ya ndoa tu. Kama mmefilisika, ndoa siku ngapi? Wazee wangu wapo, twende tuzungumzie ndoa ya nini. Kisha akasema katika Ukristo hakuna kuoana. Sitaki kwenda huko maana atakimbia, wacha nimwachie hapo. Nimekurekebisha tu kwamba elewa kwamba ndoa ya Kikristo ni halali, inakubaliwa vizuri sana. Kama unajua Uislamu, nenda ukasome madarasa free hapa Kikambala hapa. Na wasomi wote naona hawa na Mombasa hii lazima umepitia. Usidharau Kikambala. Ukiona Muislamu yote anaidharau, hajui. Sio watu waliosilimu, imetoa maulama, wakaenda pale Falaha, wakaenda pale Mahadi. Siku zinaitwa Mahadi. Ilikuwa nzuri sana Mahadi ile kabla haijaribiwa. Wakati wa Kinasrai, watu walikuwa wanapata elimu kubwa pale Mahadi. Lakini siku hizi mambo ndio hivyo. Cheza na uko hapa wewe. Haya, swali. Kwa nini sisi tuna swali na nini? Na viatu. Na viatu. Alafu sasa anasema katika Biblia hakuna aya tumeambiwa tuoe. Unajua mimi sikutaka kwenda huko. Isome. Inasema mwalimu. Kitabu cha Yeremia. Nilijua unakwenda huko. 29. Aya yake ya 6 inasema, nisikilize, oeni wake. Umesoma vibaya. Inasema mwalimu, oeni wake. Wale Biblia ni Waislamu. Na wacha kamera muangalie. Unamuona? Mmemsikia huyu? Sasa Wakristo hatuwezi kuvua viatu tukienda kanisani, kwa sababu nataka tuone vitu hivi. Ndani ya Qur'ani hakuna aya inayowaambia Waislamu wavue viatu. Wanapoingia wapi? Pale msikitini. Ndani ya Biblia hamna aya. Mwalimu, katika Muhammad mwenyewe, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kama mnavyomswalia, alikuwa na swali na viatu. Mwalimu, nifungulie hadithi nambari 179 kama sijakosea. Nambari 179. Sasa tuzungumze kwa maneno. Ukurasa wangapi mwalimu? Ukurasa au utaangalia hapo wasomee tu. Unajua utafuta mbaki hapa. 300 na kitu hapo. Na kama hujaiona nitakuja kuisoma hapo, utaniletea kitabu. Narudia, namalizia, hakuna aya ndani ya Qur'ani inawaambia Waislamu vueni viatu, wala hakuna ndani ya Biblia inasema vueni viatu. Lakini Muhammad aliswali akiwa na viatu. Mkija hapa naita hadithi, si maneno yangu. Na Mungu ameubariki, ushamaliza kazi. Nimeiona mwalimu wangu. Aisome. Inasema kwanza hadithi, ukurasa wangapi mwalimu? Ukurasa wake ni wa 1079. Inasema kitabu kinaitwa Al-Lu'lu wal Marjan, ndio 179, hadithi nambari 325. Sana. Inasema hadithi ya Anas bin Malik. Anas alikuwa ni mtumishi wa Muhammad radhiyallahu anhu. Alipofika Madina, tarehe iko sahihi, ndio kutoka kwa Said bin Yasid. Naam. Amesema nilimuuliza Anas bin Malik radhiyallahu anhu, naam, hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali huku amevaa viatu vyake? Anaulizwa hivi Muhammad aliswali Allahu Akbar amevaa viatu? Akajibu akasema nini? Ndio. Eti ndio. Tena ndio. Sasa nani kamwambia mvue? Aya, acha mitambo itengenezwe.